Yes, bwana inakuwaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online kubwa zaidi. Nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo lakini pia burudani kipindi hicho ambapo zinatokea. Kubwa zaidi tunatazama kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara na inaelezwa kwamba Yanga wamemwekea pingamizi rais wa TFF Wallace Karia. Unaambiwa kwamba klabu ya soka ya Tanzania, klabu bingwa ya soka nchini Yanga imemwekea pingamizi rais wa TFF Wallace Karia, na pingamizi hilo limeweza kuwasilishwa ofisi za TFF majira ya saa 9:30 alasiri ya leo, likiwa limesainiwa na afisa mtendaji mkuu, nikiwa namaanisha CEO Andre Ntine. Yanga katika pingamizi hilo anaitaka kamati ya uchaguzi chini ya mwenyekiti wake wakili Kilomoni Kibamba kuweza kumuondoa Karia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi, ukiwa na hoja kuu tatu, na hoja ya kwanza ni matumizi mabaya ya madaraka kwa kuchukua endorsement 46 kati ya 47, kuanza kampeni kabla ya muda kwa kukusanya endorsement 46 kabla ya tangazo la uchaguzi kuweza kutolewa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF. Wanaopinga ya tatu ni kugombea nafasi tatu, wakisema ni kinyume cha sera ya michezo nchini ambayo inataka vyama vya michezo viongozi wake kukaa madarakani kwa vipindi vitatu na miaka mitatu ya vipindi viwili vya miaka minne. Bin Kazumari ambaye ndio ameandika hii taarifa amesema kuwa taarifa hii ameweza kuzipata kutoka kwenye chanzo cha uhakika ndani ya shirikisho na kamati ya uchaguzi. So sijui umenielewa hapo au nirudie. Vitu vitatu ambavyo Yanga imeandika pingamizi lao wakitaka kamati ya uchaguzi chini ya mwenyekiti wake wakili Kilomoni Kibamba kuweza kumuondoa Karia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi ni hoja hizi hapa. Hoja namba moja ni matumizi mabaya ya madaraka kwa kuchukua endorsement 46 kati ya 47. Namba mbili ni kuanza kampeni kabla ya uchaguzi kwa kukusanya endorsement 46 kabla ya tangazo la uchaguzi kuweza kutolewa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF. Namba tatu ni wanapinga Karia kugombea nafasi tatu, wakisema wakisema ni kinyume cha sera ya michezo nchini ambayo inataka vyama vya michezo viongozi wake kukaa madarakani kwa vipindi vitatu vya miaka mitatu au vipindi viwili vya miaka minne. So hiyo ndio taarifa kubwa ambayo tuko nayo right now, ambapo Yanga wameza kuandika pingamizi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuelekea uchaguzi wa rais wa TFF ambaye ni Wallace Karia. Anaendelea kushikilia nafasi hiyo akitaka kuendelea kuongoza kwa miaka mingine tena katika uchaguzi unaofuata. So till next time, moto unaungua.